Jambo na habari za kushinda wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Karibu katika taarifa hii ya habari. Leo tunakuletea mfululizo wa taarifa muhimu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko. Miongoni mwa habari tulizokuandalia, Umoja wa Mataifa kupitia kundi lake la wataalamu unadai kuwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa jeshi la Rwanda wanaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa muungano wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Tutakupeleka pia mkoani Otwele ambako jeshi limewasilisha washakiwa wanaodaiwa kushirikiana na waasi wa ADF, huku mamlaka zikisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama katika kupambana na makundi yenye silaha. Na mjini Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezindua rasmi huduma ya reli inayounganisha kituo kikuu cha treni na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili, hatua inayorejesha usafiri wa treni baada ya kusimama kwa karibu miaka 15 na inatarajiwa kupunguza msongamano mkubwa wa magari katika mji mkuu wa Kinshasa. Vile mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tutakunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Hizi ni baadhi ya habari tulizokuandalia jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Karibu. Tuanze na habari za kidiplomasia toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa limeeleza kuwa licha ya juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kutafuta suluhu ya mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya kijeshi katika eneo hilo bado haijaonyesha mabadiliko makubwa. Katika ripoti yake ya mwisho iliyochapishwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026, wataalamu hao wanasema kuwa hawajabaini kuondolewa kwa kiwango kikubwa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Badala yake, ripoti hiyo inaelezwa kuwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa jeshi la ulinzi la Rwanda maarufu kama RDF wanaendelea kutoa msaada wa operation kwa kuwaunga waasi wa AFC M23. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hatua ambazo zimeonekana katika maeneo ya mapigano si kuondoka kwa wanajeshi bali ni mabadiliko ya kimkakati na nafasi zao. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa vikosi hivyo vinaendelea kujipanga upya katika maeneo tofauti kulingana na mahitaji ya operation za kijeshi. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa pamoja na mabadiliko hayo ya nafasi, kumekuwa na taarifa za kuwasili kwa vikosi vipya pamoja na vifaa vya kisasa vya kijeshi vinavyoendelea kuimarisha uwezo wa AFC M23 katika maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa wataalamu hao, hali hiyo inaibua wasiwasi kuhusu utekelezaji wa makubaliano na juhudi za kidiplomasia zinazolenga kupunguza mvutano na kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu. Wanasema kuwa kuendelea kwa uwepo wa vikosi vya nje na msaada wa kijeshi kwa makundi yenye silaha kunaweza kuchelewesha juhudi za kupata suluhisho la kudumu la mgogoro unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai ya kupeleka wanajeshi wake katika ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au kusaidia AFC M23. Serikali ya Kigali imekuwa ikisisitiza kuwa hatua zake zote za kiusalama zinalenga kulinda mipaka yake na usalama wa taifa. Wakati huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kuituhumu Rwanda kwa kuunga mkono AFC M23, ikitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo ili kusitisha kile inachokiita uingiliaji wa kijeshi katika ardhi yake. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inaendelea kuwa moja ya nyaraka muhimu inayotumiwa na jumuiya ya kimataifa kutathmini maendeleo ya usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikisitiza umuhimu wa kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa na kuendelezwa kwa mazungumzo ya amani ili kumaliza mzozo huo unaoendelea kusababisha mateso kwa mamilioni ya wananchi. Tuende na habari kutoka huko mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani mji mkuu wa DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandika ukurasa mpya katika sekta ya usafiri baada ya Rais Felix Antoine Tshisekedi kuzindua rasmi huduma ya reli inayounganisha kituo kikuu cha treni cha Kinshasa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili. Uzinduzi huo umefanyika Jumanne na unaashiria kurejea kwa huduma ya treni katika mji mkuu wa Kinshasa baada ya kusimama kwa takriban miaka 15. Reli hiyo yenye urefu wa kilomita 25 inalenga kutoa suluhisho la tatizo la msongamano mkubwa wa magari ambao kwa muda mrefu umekuwa ukiathiri shughuli za kila siku za wakazi wa Kinshasa. Serikali inaamini kuwa kurejeshwa kwa huduma hiyo
kutarahisisha usafiri wa wananchi, kupunguza muda wa safari na kuboresha mfumo wa usafiri wa umma katika jiji hilo lenye idadi kubwa ya watu. Kwa mujibu wa mamlaka, njia hiyo mpya ya reli itaunganisha moja kwa moja katikati ya jiji la Kinshasa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili, jambo litakalo rahisishia wasafiri kufika uwanjani kwa haraka zaidi bila kukumbwa na foleni ndefu za magari. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, Rais Felix Antoine Tshisekedi alisema kuwa kurejeshwa kwa mamlaka ya reli ni sehemu ya mpango mpana wa serikali wa kuboresha miundombinu ya usafiri nchini. Alisitiza kuwa uwekezaji katika reli, barabara na miundombinu mingine ya usafiri ni muhimu kwa kukuza uchumi, kurahisisha biashara na kuboresha maisha ya wananchi. Wakazi wengi wa Kinshasa wamepokea hatua hiyo kwa matumaini makubwa, wakieleza kuwa usafiri wa reli unaweza kuwa njia mbadala yenye ufanisi kulinganishwa na usafiri wa barabarani ambao mara nyingi ukumbwa na msongamano mkubwa, hasa wakati wa saa za kazi. Wataalamu wa sekta ya usafiri wanaeleza kuwa kufufuliwa kwa huduma ya treni kunaweza pia kupunguza gharama za usafiri, kupunguza uchafuzi wa mazingira unaotokana na magari mengi barabarani, pamoja na kuongeza ufanisi wa usafirishaji wa watu ndani ya jiji. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaeleza kuwa huu ni mwanzo wa mpango mpana wa kisasa wa kuboresha miundombinu ya usafiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku ikiahidi kuendelea kuwekeza katika miradi mingine ya reli na usafiri wa umma ili kukidhi mahitaji ya wananchi. Kurejea kwa huduma ya reli baada ya takriban miaka 15 kunatazamwa kama hatua muhimu katika juhudi za kuifanya Kinshasa kuwa jiji lenye mfumo wa usafiri wa kisasa, salama na wenye ufanisi. Turudi katika habari za ukosefu wa usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka katika mkoa wa Haut-Uele kaskazini mwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimewasilisha hadharani watu kadhaa wanaodaiwa kushirikiana na waasi wa ADF katika hatua inayolenga kuimarisha mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanayoendelea kuhatarisha usalama wa raia. Washakiwa hao waliwasilishwa Jumanne katika mji wa Isiro na kamanda wa sekta ya Operation Uele, Meja General François Mukalai Ngoi, mbele ya gavana wa mkoa wa Haut-Uele Jean Makomito Gambu. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi, watu hao walikamatwa katika Operation Wata, wanatumiwa kuwapa waasi wa ADF msaada wa vifaa pamoja na taarifa za kiintelijensia zilizokuwa zikiwarahisishia kutekeleza mashambulizi katika kijiji cha Suka na Mboka. Jeshi linaeleza kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini ukubwa wa mtandao wa ushirikiano uliokuwepo kati ya washakiwa au na kundi hilo la waasi. Mamlaka za kijeshi zimesema kukamatwa kwa washakiwa hao kumewezekana kutokana na ushirikiano mzuri wa wananchi waliotoa taarifa kwa vyombo vya usalama. Jeshi limepongeza hatua hiyo likisema ushirikiano wa wananchi ni nyenzo muhimu katika kubaini na kuwakamata watu wanaosaidia makundi yenye silaha. Kwa upande wake, gavana wa mkoa wa Haut-Uele Jean Makomito Gambu amewapongeza wakazi kuendelea kushirikiana na vikosi vya ulinzi na usalama. Amesema juhudi hizo zina mchango mkubwa katika kurejesha amani na kuzuia waasi kupata msaada kutoka kwa raia. Gavana huyo pia ametoa wito kwa wananchi wote kuendelea kutoa taarifa kwa wakati kuhusu watu au shughuli zinazoweza kuhatarisha usalama wa jamii. Amesitiza kuwa mapambano dhidi ya makundi yenye silaha hayawezi kufanikiwa bila ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vyombo vya dola. Hata hivyo, ni muhimu kusitiza kuwa watu waliowasilishwa ni washakiwa pekee. Kwa mujibu wa sheria, wanaendelea kuwa hawana hatia hadi pale mahakama yenye mamlaka itakapothibitisha kuwa na hatia baada ya kusitiza ushahidi wote unaohusika. Mkoa wa Haut-Uele umekuwa umekabiliwa na changamoto za kiusalama kutokana na shughuli za makundi ya waasi, hususan ADF ambayo limehusishwa na mashambulizi dhidi ya raia na vikosi vya usalama katika maeneo mbalimbali huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali inaendelea kuimarisha operesheni za kijeshi sambamba na
kuhamasisha ushirikiano na wananchi ili kurejesha usalama wa kudumu katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza taarifa mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Mahakama ya juu ya Marekani imetoa uamuzi kuwa watoto wanaozaliwa Marekani wana haki kikatiba ya kupata uraia, ikitupilia mbali agizo la Rais Donald Trump la kutaka kukomesha haki hiyo ambayo imekuwepo Marekani kwa miaka 150. Florence Kaijage na taarifa zaidi. Katika uamuzi uliofikiwa na majaji 6 kati ya 9 wa mahakama hiyo ya juu, jaji mkuu John Roberts amesema watoto waliozaliwa nchini Marekani na wazazi waliopo nchini humo kinyume cha sheria au kwa muda ni raia tangu kuzaliwa chini ya marekebisho ya 14 ya katiba. Rais Trump alikuwa ametafuta kuweka mipaka ya haki hiyo kupitia agizo la rais, akisema watoto wa wahamiaji wasio na nyaraka na baadhi ya wageni wa muda hawapaswi kunufaika chini ya kipengele hicho cha sheria, na hivyo hawakuwa na sifa ya kupata uraia kwa kuzaliwa nchini humo. Uamuzi huo ni pigo kubwa kwenye sera ya Rais Trump ya uhamiaji na umepokewa vyema na makundi ya kutetea haki za binadamu. Kwenye mtandao wa Truth Social, Rais Trump amesema uamuzi wa mahakama ulikuwa mbaya sana na akaapa kuendelea kupigana ili kukomesha uraia wa kuzaliwa kupitia sheria. Trump amedokeza kuwa atatumia bunge kupambana na uamuzi wa mahakama ya juu, akisisitiza kuwa bunge la Congress linaweza kufafanua upya maana ya kifungu hicho kuhusu uraia kwa wanaozaliwa nchini humo. Marekani imekuwa ikitoa uraia kwa kila mtu anayezaliwa nchini humo tangu mwaka 1868, huku haki hiyo ikiwa imelindwa katika katiba ya nchi hiyo. Jaji mkuu Roberts aliandika katika maoni ya majaji waliounga mkono haki hiyo ya kupata uraia kwa waliozaliwa Marekani kuwa marekebisho ya katiba ya 14 ambayo hapo awali yalikusudiwa watumwa walioachwa huru yanasema kwamba watu wote waliozaliwa au kupewa uraia na walio chini ya mamlaka yake ni raia wa Marekani. Uraia wakati huo na sasa ulikuwa na ni haki. Jaji huyo aliongeza kuwa wanatunza ahadi hiyo hadi leo. Majaji 3 kati ya 9 wa mahakama hiyo walipinga uamuzi huo, nao ni majaji Clarence Thomas, Neil Gorsuch na Samuel Alito. Jaji Thomas alidai kuwa marekebisho ya 14 yalikuwa yanatumiwa vibaya kisiasa na kwamba watumwa walioachwa huru ambao hapo awali walikusudiwa kuwa wa Marekani wasio watiifu kwa taifa jingine. Jaji mwingine aliyepinga, Samuel Alito, alielezea uamuzi huo kama kosa kubwa ambalo linampa uraia takriban mtu yeyote ambaye hutokea kuzaliwa katika nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na wale wanaokuja Marekani kwa madhumuni ya wazi ya kujifungua watoto na kisha kurudi katika nchi zao za asili. Lakini watetezi wa uhamiaji na wakosoaji wa utawala wa Trump wamesherehekea uamuzi huo. Florence Kaijage. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International limelituhumu kundi la wapiganaji wa RSF nchini Sudan kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu na mauaji ya kikabila. Katika ripoti yake mpya iliyoitoa leo, Amnesty imelilaumu kundi hilo kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa mapigano ya kuteka mji wa El-Fasher magharibi mwa Sudan. Ripoti hiyo imeonyesha jinsi watu katika eneo hilo walivyouawa, kujeruhiwa, kupigwa, kuteswa na kukamatwa katika kipindi cha kuanzia mapema mwaka 2004 na Oktoba 2025, wakati kundi hilo lilipopigana na jeshi la Sudan na majeshi wa shirika. Serafina Robi amezungumza na Jafet Bigon wa Amnesty International. Wakati wa kampeni ya kuteka El-Fasher, RSF ilifanya uhalifu dhidi ya binadamu, pia ilifanya uhalifu wa kivita na mwisho ukafanya ethnic cleansing. Uhalifu ambao RSF ilifanya na ambayo tumebaini kwenye ripoti hii inajumuisha mauaji ya raia, kuwafurusha watu kwa nguvu, ubakaji na mateso mengine mengi ya makusudi. Kufikia sasa eneo la El-Fasher liko vipi? Eneo la El-Fasher kwa sasa imedhibitiwa na kundi la RSF. Na kwa sababu ya uhalifu iliyofanyika wakati wa RSF ikiteka mji huo, watu wengi waliwawa na maelfu waliumizwa. Wengi zaidi hata walikimbilia usalama kwenye miji zingine ikiwa Tawila, na wengine wakakimbilia nchi jirani la Chad. Tunapozungumza hivi sasa, El-Fasher iko katika hali ya janga kuu. Watoto wameweza kuathirika kivipi? Sarafina, watoto wameathiriwa vibaya sana. Wengi wao wameachwa bila wazazi au watu wazima wa kuwalea. Wengi wao tunapozungumza hivi wanaishi kwenye kambi za wakimbizi. Wameumizwa,
wameuliwa, wamewawa, wamebakwa, na ripoti inaonyesha kwamba mambo ambayo yamefanyika El Fasher ni doa kwenye dhamira ya sisi kama binadamu. Je, kuna watu waliolenga ama makabila ambayo yalikuwa yakilengwa haswa? Ndiyo, kwenye mashambulio yao RSF mara kwa mara walitumia matusi ya kikabila kama jina Falangey. Hili jina Falangey ina dhana ya utumwa, na wameshambulia makabila mengi, haswa kabila la Zagawa, na wakitumia dhana hizi za Falangey ama dhana hizi za utumwa. Mmeweza kutambua makamanda wa RSF wanahusika na ukiukwaji wa sheria za kimataifa, na ni hatua zipi ambazo zitachukuliwa dhidi yao? Mmoja wao ni kamanda wa RSF Al-Fateh Abdullah, ambaye kwa kawaida huitwa Abululu. Wa pili ni Meja Jenerali Gedo Hamdan. Wa tatu ni Luteni Kanali Abbas Kater Bakit. Hawa wito wetu ni kwamba wachukuliwe hatua za kisheria kwenye koti za kimataifa ambazo zinaweza kuwachukulia hatua za kisheria. Ni nchi zipi hizi ambazo zinasemekana kusaidia kufadhili vita hivi vinavyoendelea? Shirika la Amnesty International limebainisha kwamba kujumuisha nchi kama miliki za Kiarabu, Uchina, Urusi na hata ufalme wa Saudi Arabia zinawapa vyombo vya vita na silaha vikundi mbalimbali ambao wanahusika kwenye vita hii. Naam, ni Jafet Bigon wa Amnesty International kama alivyozungumza na mwenzangu Serafina Robi. Nchini Ivory Coast ambako umasikini na ukosefu wa ajira bado ni tatizo kubwa, kazi ya utengenezaji wa mafuta ya shea yanayotokana na zao linalopatikana nchini humo kwa kiasi kikubwa hufanywa na wanawake na ndio tegemeo kubwa katika ujasiriamali. Victor Kenani anaangazia taarifa ya Nicholas Negos wa BBC kuhusiana na utengenezaji wa mafuta ya shea na jinsi inavyosaidia kubadili maisha ya wakazi wake. Barani Afrika, mafuta ya shea yamekuwa sehemu ya maisha ya watu ya kila siku kwa muda mrefu. Huko Korhogo, kaskazini mwa Ivory Coast, kizazi kipya cha wanawake kinaingia kwenye tasnia iliyotengenezwa na mila na desturi. Miongoni mwao ni Mariam mwenye umri wa miaka 22. Anatamani kuwa mwalimu na anaona uzalishaji wa mafuta ya shea kama sehemu ya kuwa na maisha mazuri ya baadaye. Tangu nilipozaliwa nimekuwa nikifanya kazi na mamangu. Alinipeleka shuleni na nimekuwa nikimsaidia kazi, na hata baada ya kupata shahada zangu nitaendelea kufanya kazi naye. Ivory Coast ni mzalishaji mkubwa wa 6 duniani wa mafuta ya shea, ikichangia karibu 4% ya uzalishaji wa kimataifa, takriban tani 250,000 kila mwaka. Kwa zaidi ya watu 152,000, wengi wao wakiwa wanawake, shea ni zaidi ya bidhaa ya biashara. Ni kitu kinachowasaidia katika maisha yao kwenye nchi ambayo uwezekano wa kupata ajira nzuri ni changamoto. Kama wanawake tumeamua kuunganisha nguvu pamoja ili kuona kama tunaweza kupata msaada. Nimekuwa nikifanya kazi hii kwa miaka 40 na natumai kuwa inaweza kuboreshwa kuwa ya kisasa zaidi ili kuwatia moyo vijana kuungana na sisi katika sekta hii. Wakati wanawake wengi zaidi wakijiunga, sekta hii ya kijamii inavutia wengi kwa sababu ya jinsi uwezo wake unavyoweza kuwa mkubwa. Mashirika kama mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa UNDP yanashirikiana na vyama vya ushirika ili kuongeza mapato, tija na ufikiaji wa masoko. Wanawake ndiyo kiini cha sekta hii, na kwa kusaidia kukuza ujuzi, uongozi na ufikiaji wao wa masoko, tunatengeneza fursa zaidi hapa Ivory Coast. Kazi hii inahusu utu, ni uwezeshaji wa kiuchumi na ustahimilivu, kwa sababu tunajua kwamba wanawake wanapofanikiwa, basi jamii nazo hupiga hatua. Ivory Coast tayari ni mzalishaji mkuu duniani wa kakao na korosho na msafirishaji mkubwa wa kahawa na mafuta ya mawese. Sasa wazalishaji wa mafuta ya shea wanataka nchi yao iongoze kimataifa katika sekta hii pia. Kutoka kwenye vyama vya ushirika vya kaskazini mwa Ivory Coast hadi kwenye masoko mbalimbali kote barani Afrika, mafuta ya shea yanatengeneza fursa nyingi kwa wanawake wa Ivory Coast walioazimia kuunda hatma yao wenyewe. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone, una komante, vile vile una partage. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za kesho asubuhi na saa 11 asubuhi na dakika 45. Asante.